Nimeyasema hakuna moja ambayo haijatokea. Mimi siwezi kukurupuka hata siku moja. Lakini Ambokile, kwa jinsi ambavyo inaonekana kikosi cha Yanga ni kama kaukani kuvae. Wachezaji ni wale ambao tunaona msimu uliopita wakiwa na kiwango bora. Hawa wengi ambao wamesajiliwa bado wakideliver moja kwa moja. Ni wachache kama ambao wamewataja kama Dombia na wengine. Nachoweza kukisema ni kwamba hii ni mechi ya kwanza. Mmenipata vizuri. Yes. Lakini kipindi cha kwanza tumeona maingizo mengine. Kipindi cha pili tunafanya maboresho ya wachezaji wengine kuingia. Si ndio? Kwa hiyo siwezi nikasema kwamba ni kikosi ambacho nikauka nikuvae, nitakuwa ni mtovu wa nidhamu. Leo ukiangalia hata Liverpool ambaye amefanya usajili kwa asilimia kubwa, utasema Liverpool ni kikosi kauka nikuvae. Na kuuliza swali wewe, maana unajua uje na mifano ambayo ni hai. Si ndio? Barcelona ambayo inacheza kwa hivi sasa. Lakini Ambokile, tumeiona Yanga ikitakata kipindi cha pili baada ya kuangizwa kina Pacome, Mudathir Yahya ambao walikuwepo tangu msimu jana hao. Sawa, moja kati ya kitu ambacho tumeona cha utofauti katika kipindi cha pili ni kwa sababu ya kupatikana kwa muunganiko wa wachezaji, kupatikana kwa chemistry ya mchezaji mmoja kwenda mwingine. Wale ni wachezaji ambao wanafahamiana kwa kiwango kikubwa. Hawa ni wachezaji ambao wameingia kwa asilimia kubwa. Ukiangalia katika pingili za mgongo wa Young Africans pale kati, alikuwa Balakonte, alikuwa pamoja na Lasine Kouma, alikuwa pamoja pia upande wa pembeni alikuwa ni Celestine Ekwa. Bado utakuja kuona ni ngumu kupata coordination, kupata chemistry, si ndio? Kati ya Balakonte na Lasine Kouma katika mechi moja ya ligi kuu. Kumbuka ni mechi ya kwanza kucheza pamoja. Si ndio? Uongo kweli? Kama nakosea mtanisahihisha. Hii ni mechi ya kwanza kuweza kucheza. Faida ambayo nawakumbusha kwa mara nyingine tena, Young Africans ambao tuliona ina chemistry kwa muda mfupi, si ndio? Ni ile Young Africans unbeaten 49. Why? Ilikuwa ina wachezaji ambao wametoka eneo moja na wanaelewana. Yaani kwa ni rahisi kujua Juma Shabani kumjua Jesus Moroko. Kwa sababu wametoka timu moja na wana ubora pia. Jesus Moroko ilikuwa ni rahisi kumjua mikimbio au kujua mikimbio ya Fisto Kalala Mayele. Kwa sababu wamecheza timu moja na wanajuana. Wanipata vizuri? Na walikuwa wako bora pia. Sasa hawa sio wachezaji wabaya. Ndio maana nikasema kwenye kikosi Young Africans hiki ambayo kimeingia kipindi cha pili, kocha ana kazi ya kuharmonize kwamba sasa namtoa mtu fulani akacheze na mtu fulani. Mechi ya Young Africans na Rayon Sports tuliona kuna kitu ambacho Pacome alimsoma mapema sana Boyeli. Wanajuana. Lakini wakafahamiana chemistry ya muda mchache sana, kila mmoja mpaka kashangaa. Lakini Ambokile, tumalize labda na hili. Wengi bado hawafurahishwi na kiwango cha kocha Young Africans, Romain Folz. Nimeona makala nyingi zikiandikwa kipindi cha kwanza kuhusiana na kocha na timu pia jinsi ambavyo inacheza. Lakini kwa upande wako unaridhishwa na kiwango cha kocha. Hii ipoje Ambokile? Nachoweza kukisema, naomba nipatiwe utafiti wa majawabu. Kocha ambaye amekuja mechi ya kwanza kwenye kikosi kipya akawafurahisha washabiki wake, nitakuwa najibu na hilo. Lakini kiuhalisia, ndio maana nikasema ingekuwa ni mechi ya 5. Unaona madudu haya kweli. Umenipata vizuri? Ambao mnaoyaona watu wanaandika makala za kutosha. Wanaoandika makala wenyewe mpira hawajui. Hao nao wasema wanaandika mpira hawajui. Lakini mimi siwashangai kwa sababu namna ambavyo Young Africans inavyosemwa, namna ambavyo kocha anavyosemwa ni kutokana na ukubwa wa Yanga. KMC imefungwa jana, mmeoji. Sasa amekuja kocha ambaye alifanya makubwa wa timu ya taifa. Tulihoji, lakini mlihoji wapi? Kwa ukubwa kama wa leo. Kipindi cha kwanza makala zaidi ya 80 kocha Romain Folz. Why? Ni ukubwa wa Young Africans. Umenipata vizuri? Ni mafanikio ya Young Africans. Uwezo ukata kuijadili leo hii Fountain Gate ambao unajua kabisa inacheza na Simba wakati hiyo inachezaji 13 kwenye benchi. Unataka kusema nini hapo Ambokile? Mechi ya kesho ni kibudu kwa Simba. Ambokile, mechi ya kesho ni kibudu kwa Simba, ndio uhalisia. Unabisha njoo na fact. Hii ni mara ya pili uhuni unafanyika. Lakini wachezaji waliopo wanatosha kwenye mechi ya kesho kwa sababu sikatai. Why kwa kuna mgongano kwenye mechi hii inarudia kila siku? Why? Amjongezi tu. Leo majibu ambayo nayapata eti kwamba kwa kuna changamoto ya mawasiliano. Ina maana ambao tumewapa kazi wanafanya kazi nyingine. Manake FIFA wanawasiliana na TFF. TFF inawasiliana na mwanachama wake ambaye ni klabu. Si ndio? FIFA imemaliza mapema, jamani, hawa watu washalipo wafungulieni. Eti wewe kufungua tule mfumo wa TFF FIFA Connect changamoto. Eti nilichelewa. Serious. Kuna haki watu kutokuongezea mikataba kwa haya mambo. Huo ndio uhalisia. Haiwezekani. Unataka kusema kama Simba kesho watashinda, hawapaswi hata kushinda? Ni mechi nyepesi sana kwa sababu ni yale yanajirudia yale. Mechi ya Simba na Fountain Gate KMC yalitokea haya. Si ndio? Unakuja kuona Fountain Gate hata on target moja hawapati.
Uwanja umeinama mwanzo mwisho kwa sababu ya mambo ya kihuni. Eti wetu wewe unasema eti dirisha, haiwezekani. Unafanya kazi gani kwenye shirikisho? Haiwezekani. Na mimi nimepongeza hiki ambacho kinachoendelea kwa hivi sasa. Lazima tupate watu ambao ni active, ambao wanakwenda kutimiza majukumu yao. Na narudia tena, msimu huu kama imepangwa ubora wa Simba, sikibezi kikosi cha Simba. Simba wana kikosi kizuri tu. Umenipata vizuri? Kama Simba imecheza kwa ubora wake msimu kuwa bingwa, acha iwe bingwa. Kama Yanga imecheza kwa ubora wake msimu kuwa bingwa, acha iwe bingwa. Lakini tuache kufanya hizi favoritism za kihuni ambazo tuko nazo katika ligi yetu. Haiwezekani mpira kwa namna hii. Umenipata vizuri? Watu wacheze kwa ubora wao, tuone. Eli Mpanzo anapambana. Tuone Pacome Zouzoua anapambana. Hiyo ndio maana lisa ligi ya ushindani. Kwamba mechi ya Simba na Fountain kuna uhuni unafanyika. Hii ni mara ya pili. Wewe si mwandishi? Msimu ulioisha nini kilitokea? Naomba nipe majibu wewe. Lakini hii Simba hahusiki nayo moja kwa moja. Haifanyi nini? Hahusiki nayo moja kwa moja. Sikiliza, kwa nini inakuwa ratiba ni ile ile? Alafu na uhuni nafanyika ni ule ule. Asalamu alaykum. Kagani pale. Hakuna. Kwa hiyo sasa wale watoto wa Mudi kwa timu lao bovu, waambieni watasubiri sana kwa Yanga. Na ndio maana ukiangalia sisi kwamba mchezo wa dakika 45 za kwanza tunacheza mchezo wa bembeleza mwana. Ila kipindi cha pili nakupelekea moto inaitwa lala salama. Unaona atapamba. Mara kwanza nimemuhendo nikaona kumbe wewe unanizoea. Kipindi cha pili unaona nilivochange gia angani nimempa 3 mzuka. Kwa hiyo waambieni waendelee huko, waende. Nimempa 3 mzuka, mwendo wa kibajaji. Kwa hiyo hata yule nilompa kibajaji, mwambieni siku ya Jumamosi. Ingani ni mecha kuja kumalizia tu kale kiporo, lakini sisi tunataka tuje tumfumue tena. Kwa hiyo nilimpa 3 mzuka kule. Sasa akija hapa na kuja kumkanyaga 7 hapa. Kwa sababu ninaposema na mkanyaga 7, ninamaanisha kwa sababu atakutana na makaburi kama mawili hapa. Kuna kaburi la tarehe 16 la futi moja, kuna kaburi la futi 3 la lewe. Kwa hiyo yule tunacheza naye Angola atakutana na makaburi haya mapya. Kwa hiyo mwenyewe anakuja kulala kwa wenzie hapa. Sasa achague mwenyewe makaburi futi 6, futi 7, futi 8. Niwakwambia Yanga hii naomba ile kombe kwanza la ligi ya mabingwa. Naomba nigee kabisa kwa sababu sioni timu ya kwenda kushindana na mimi. Zote mimi nakanyaga tu sasa hivi. Sasa kuna timu ya kwenda kushindana na mimi ule. Kikosi cha bilioni 1. Unaetea wale kaushalamu wale. Mpaka sasa hivi wamekuwa watoto yatima wana baba wale. Sasa wana kocha ndugu zangu sasa mwandishi habari unabisha nini sasa? Amewajibu yale amewaambia Selemani Matola ni nani? Alafu yule Selemani si ndo Matola. Alafu yule kama mimi ningekuwa Matola, mimi nisingekubali wito wa safari kwa sababu Matola amegeuzwa kama kopo la chooni. Unajua kopo la chooni kwamba unalitafuta wakati wa haja tukimaliza nao unalitupa huko. Ndio wanavyofanya watoto wa Modi. Ndio kwani uongo sasa. Yani Matola na ule mwenzena ni Mgunda wale kama kopo la chooni. Linatafutwa wakati yani linatafutwa wakati wa haja tu. Ukimaliza haja yako unalitupilia mbali. Kwa ningekuwa mimi Mgunda ama Matola, mimi nisingekubali. Alafu sasa mnaposema Matola au Mgunda, yani yule kwanza kaja kwa njia ya vikoba kakopwa sako ile ndugu zanguni. Haya naambiani yule Matola amenunua shingapi? Yule Mgunda amenunua shingapi? Yule Monoko amenunua shingapi? Wote wale wamewakopa kausha damu sako ile ndugu zanguni. Wachezaji wa mikopo, kocha wa mkopo. Sasa hiyo si SACCOS, unapojua SACCOS au vikoba, unakopa leo unaweza kurejesha kesho. Kwa hiyo sasa tuambie watoto Mudi ile SACCOS yao ile. Naomba nikutane hata kesho. Yani wale namnao mimi maana wale bado kwa sababu wangalia Fado anajua kutazama yule. Kaacha watoto wale yatima, kalala mbele kapanda kimbinyiko, kalala mbele akaona siwezi kwenda kufundisha timu ambayo ina striker. Yeye mwenyewe sikaongea hapa nakwambia. Bado mjakutana naye Soa yupo. Soa nani? Soa nani? Kwani juzi Soa hajamweka. Kwani huyo Soa mwenyewe alikuwepo Zanzibar kule kwenye mechi ya kimataifa dhidi ya nani wale? Wale nani wale? Singida Black Star. Bwana alikuwa anaruka tu kala umeme. Tena hata hiyo mechi tarehe 16 angecheza angekula umeme. Hamna mchezaji mle. Ndio maana amejilinganisha na Pacome kapaka bleach. Anga wewe bwana wewe. Kupaka bleach bila mgumu bila mpira mguuni. Hayo matumizi mabaya ya bleach. Waambieni sasa tarehe 10 na ngapi? Hiyo tarehe 16 mwezi wa 10. Waambieni weka Soa. Tena sasa hivi juzi hawajamlalamikia Mangungu. Juzi wamechange, wanamlalamikia refari. Sasa anataka refari wa wapi? Maana akichezesha marefari wa kibongo bado anakandwa. Akichezesha marefari wa nje wanakandwa. Sasa anataka refari gani? Sasa tuwape taarifa kwamba
mechi ngapi ya tarehe 16 mwezi wa ngapi? Mwezi wa 10. Hatutaki marefari kutoka TFF, hatutaki marefari kutoka nje za nje. Tunaomba wamlete Mangungu au refari, Laisman awe nani yule bosi wao Muri yule. Weka kati hapo afu tuone kama atatoboa hiyo mechi. Tena ikiwezekana tuhame hata uwanja Benjamin Mkapa, twende Bunju kwenye mananasi kule. Kule naenda na mfyonza mimi kaka. Ama timu mimi nakwenda kukutana na Sakos. Wewe kocha changu umesoma kwanza na kina gharama ya bei gani? Bilioni 1. Haya kule kwenye Sakos yao kule. Bilioni 100. Alafu unakwenda kulinganisha na ile Sakos yao ile kaka. Ile kausha damu kaka. Hebu angalia magoli unaopiga leo. Unakijua kile kichwa kinaitwaje kile cha Kouma, kinaitwaje? Unajua kinaitwaje kile kichwa? Kile kinaitwa kichwa kamshange. Unakijua kichwa kamshange wewe? Kwa tuambie watoto wa Modi. Mimi sio azi yangu. Mwambieni aenda akatambia huko kijijini, akija mjini hawa na adabu. Usinielewana sio? Unajua shida mtoto wa Modi. Anataka tuishi nchi kama Kambale, baba ndevu, mtoto ndevu, mjukuu ndevu, haiwezekani. Mkubwa atabaki kwa mkubwa. Unaona yale kwa KMC kule. Mimi nilivyokabidhiwa uwanja wangu kwa Mkapa, nimelalamika kwa nini Yanga kabidhiwa uwanja mkubwa? Jamani, mkubwa lazima kae sehemu kubwa na mtoto atabaki sehemu ndogo. Kule KMC ende kule. Kwa madam limeletwa hapa, okay, kesho na Askari inacheza mchezo. Fountain Gate wanachezaji 6 jamani, hata waandishi habari pazeni hata sauti jamani. Kesho nakutana na Fountain Gate inacheza. Wewe ndugu zangu ni. Sasa mimi ningekuwa ndo msimamizi wa bodi ya ligi. Mchezo wa kesho ningeilisha. Sasa timu ndio ndakutana na wachezaji 6 wewe duniani kote timu. Kwani msimu uliopita ilikuwaje? Hata mtalicheza nani Tabora wale kwa wachezaji 8. Haya mtoto wa Muri tena anacheza na wachezaji ngapi? Wanakwenda kutana na wachezaji 6 hata duniani kote ipo kama. Lakini tunaona mimi naona wako sahihi na ni bodi ya ligi. Kwa sababu mtoto wa Muri kama mechi ya kesho Fountain Gate kama angekuwa ameenea, mtoto wa Mudi alikuwa anapasuka hapa. Ila kwa sababu wamefanya sasa viti mbili, ili mradi aende akakutane na wachezaji 6 ili mradi apate matokeo. Lakini tunasema mtoto wa Mudi akishinda kesho akitamba, mwambieni siku ya Jumamosi watu wanakuja kumgodi yule ambari. Hii ndiyo Yanga. Sisi tunakubembeleza mwana afu tunakugaragaza. Mwambieni nani Pamba. Mwambieni akatambie huko Mwanza huko. Maana alishaanza visingizio, kazimiwa taa. Huyo alitaka kusepa. Yaani ndio maana nilimwambia kama unaona taa zimezimwa, mechi kesho usilete. Huyo kaleta timu. Sasa hiki ndio alichokuwa maanisha alitaka kukimbia. Sasa akikumbuka bodi ya ligi ilishatangaza mapema. Kakangu Kalia kule Chevo kule. Alishatamka kwamba asiyeleta timu uwanjani kwa anapigwa bani ya milioni 200 na anafungiwa. Ndio kisa cha kuleta Pamba. Lakini vinginevyo wangetaka bodi ya ligi hii mechi leo Pamba alikuwa anakimbia hii. Kwa hapo unavyoona nimempa 3 mzuka. Mwambie nitamfuata tena Mwanza na kule nani anakumpa 3 mzuka. Hatutaki maneno. Ukiwa na maneno na kikosi bora, una kikosi bora. Sisi tunakukanda kila sehemu. Mtoto wa Mudi ukimgusa sasa hivi ana madonda kila mahali. Ukimgusa kudonda. Kwa mimi waga sipati nao nikutana naye na tuonesha tu kwenye vionda. Kwa niwaambie mashabiki wa Yanga, wazungu nakwambia mechi ya leo, game is over. Ligi kuu Tanzania ndio imefunguliwa rasmi. Kwa watoto dogo waendelee. Tukutane tarehe 16 tena kwenye ligi ya mabingwa. Ila ligi ya mabingwa ikiisha Jumamosi na Jumapili, kuna mtu tukao tunapishana. Mmoja ataenda uwanja wa ndege, mmoja ataenda kupanda vibinyiko Mbezi. Biashara mtoto wa Mudi imeshaisha. Ile kambi wewe subiri utakuja kuniambia mimi hapa. Wale makilikili wakija vizuri, wale mtoto wa Mudi anakuja kufa hapa. Sasa baada ya mechi zile mbili kuisha, mimi nitakuwa naelekea uwanja wa ndege, mtoto wa Mudi anaenda kupanda vibinyiko Mbezi. Kaka, hilo ndio mpira Uyanga. Baba tucheki na wote.